Hamjambo wanafunzi, bila shaka tuko pamoja. Nimesimama mkabala wenu, ni mimi mwalimu Konzi Nzaka. Tutaendelea na mawanda yetu ya lugha ya Kiswahili kama ilivyo desturi. Kama mnavyojua, ni mojawapo ya somo ambalo liko katika mtaala wa ufundishaji hapa nchini. Leo tutazungumzia kuhusu kusikiliza na kuzungumza. Na katika kusikiliza na kuzungumza, tutazama kwa kina katika ushairi simulizi. Unajua, historia, ushairi ndio uko na historia ndefu zaidi kuliko fasihi nyingine yoyote ile. Kwa hivyo usishangae kwa nini nakwambia ushairi simulizi. Lakini kama ilivyo desturi na ada, ni lazima nidokeze lile somo ambalo tutakuwa tunalishughulikia katika kipindi chetu hiki cha leo cha kusikiliza na kuzungumza katika somo la ushairi simulizi. Somo letu ni Kiswahili. Kusikiliza na kuzungumza. Alafu ni ushairi simulizi. Labda utaniuliza ushairi simulizi ni nini? Ushairi simulizi nafikiri unajieleza huo wenyewe. Ushairi huu angalabu huwa hauandikwi katika maandishi yoyote. Huu ni ushairi ambao wale watunzi mabingwa wa utunzi wa ushairi, ama nikisema manju kama kina Muyaka, kina Fumo Liongo, walikuwako wakitumia ushairi vyao na kuweza kuwasilisha katika hadhira yale mawazo na mapigo yao, na kila kitu walikuwa wanawasilisha katika hali ya masimulizi. Ndio maana ukaitwa ushairi simulizi. Kwa hivyo tutakuja tuone baadaye ushairi ambao uko katika maandishi una tofauti gani na aina hii ya ushairi. Kimsingi katika fasihi hii ya ushairi simulizi huwa ni mashairi ambayo yanakaririwa na yanahusisha tungo nyingi sana, ambazo hizi tungo zinatoa maudhui mbalimbali. Na kadri inavyotoa maudhui mbalimbali, pia vile vile huwa yanatoa mdundo, mziki, au naweza kusema yanatoa mahadhi mbalimbali kwa wale wanaosikiliza. Kwa hivyo kwa ufupi sisi, ama ninaweza nikasema kwamba ushairi simulizi ni fasihi ambayo kimsingi huwa lengo lake linaorodhesha mapigo au niseme maudhui, mahadhi wakati sentensi itakuwa ndefu, lakini wakati wa kuwasilisha maudhui.
Nimeona nitumie hiyo sentensi ndefu ili tuweze kukusanya kila kitu kwa wakati mmoja, kwa sababu hii ni fasihi ama ni fasihi simulizi ambayo iko katika hiyo sehemu ya ushairi simulizi. Kwa hivyo hapa kuna mambo mawili ambayo ningependa kuyazungumzia, ndipo posa tukija kuingia katika fasihi fasihi andishi katika chini ya ushairi tuweze kujua tunaongea nini. Mambo haya ambayo ninayazungumzia ni mapigo na pia vile vile maudhui. Kwa hivyo ninaposema mapigo hapa, huu shairi huwa angalabu huwa wanafanya kuimba, na halafu wanapoimba basi yale mahadhi, maudhui yake ndiyo yanajitokeza pale. Kwa mfano huu usanii ambao uko kwa hivi sasa, mahususani wale wasanii wa Tanzania ambao wanatunga nyimbo zao katika kupitia ushairi. Kwa hivyo unaposikiliza ule ujumbe pia vile vile yale mapigo uwe unayapata. Kwa hivyo ushairi simulizi kwa ufupi naweza kusema ni kama nilivyoeleza katika hayo maandishi hapo. Sifa za ushairi simulizi. Wacha tuangalie sifa za ushairi simulizi. Ushairi simulizi. Kama nilivyokueleza katika vipindi vilivyopita kwamba unapoambiwa sifa ni namna ya jinsi ya jambo unavyoiona kwa nje. Kwa hivyo wacha tuangalie ni vipi unaweza kutofautisha ushairi simulizi na ushairi andishi. Kwa hivyo wacha tuangalie moja kwa moja sifa zake ama mbinu zake ama maumbile yake ambayo inaweza kukuwezesha wewe kuweza kutambua sifa za shairi simulizi. Kwanza kabisa kuna utendaji katika shairi simulizi. Ninaposema utendaji ni haya mapigo, haya mahadhi. Wakati shairi simulizi linapoendelea, utaona watu pale, kuna matendo yanatendeka, watu wanacheza, wanapoimbiwa pia vile vile huwa wanachangamsha mwili, tofauti na mashairi yale mengine. Kwa hivyo sifa ya kwanza ya ushairi simulizi ni kuna utendaji pale katika hiyo sehemu. Hutegemea sifa za kisauti pia vile vile. Kama kuna utendaji, hutegemea sauti. Kwa hivyo ushairi huu pia hutegemea sauti. Kwa mfano, wacha nikuimbie nyimbo ya msanii fulani pale, kijana maarufu pale Tanzania, ambaye alikuwa anaimba kuhusu swala hili la janga la ukimwi, ambapo janga hili lilizungumziwa tu juzi tarehe 1 katika ulimwengu mzima. Kwa mfano, huyu kijana aliimba wimbo huu: hivi sasa mimi niko kitandani, starehe zimeniweka mashakani, sijui ni mlaumu nani, shetani au nafsi yangu. Kwa hivyo unaona amepanga ule wimbo wake katika hali ya kishairi. Kwa hivyo anapoupanga ule wimbo wake, tunaona kwamba kuna sauti inatoka pale, na vile vile utakuta kuna vijana wanafanya nini, wanacheza. Wimbo au shairi huweza kuingizwa maneno mapya kutegemea hadhira. Kwa hivyo maneno mapya
huingizwa katika ushairi simulizi. Hapa inategemea hadhira. Kwa mfano, utakuta kwamba kuna zile nyimbo ambazo ziliimbwa zamani. Nyimbo zilizoimbwa zamani huwa ziliimbwa kulingana na ile hadhira ya wakati ule, ili kuongezwa utamu na kufanya kile kizazi kingine ambacho kitakuja na kuendelea, kizazi kubadilika na kubadilika, basi maneno mapya pale huingizwa. Kwa hivyo utakuta kwamba kuna zile nyimbo za zamani ambazo ziliimbwa miaka nenda miaka rudi, zimerudiwa tena, lakini katika hali ya mapigo ya kuridhisha kile kizazi kilichopo. Kwa hivyo hiyo ni sifa mojawapo nyingine ambayo inaonyesha kwamba huu ni ushairi simulizi. Kwa hivyo kwa ufupi, ushairi simulizi huwa unabadilika. Tuangalie sifa ya 4, kuwepo kwa kujibizana kati ya watu mbalimbali. Kuna majibizano baina ya washairi. Hapa kuna majibizano kati ya wale washairi, sana sana wale washairi ambao ni wasanii wa nyimbo, wanaosema ni kolabo. Hawa utakuta kwamba yule mtu mmoja anaizungumzia jambo jingine, pengine kwa mfano yanazungumzia masuala ya kijamii. Kuna mmoja pale ametelekeza familia na kuna mmoja analalamika. Kwa hivyo yule anayelalamika huwa anapoongea jambo fulani, yule mwingine anaweza kujibu pale. Kwa hivyo hiyo ni sifa nyingine ya ushairi simulizi. Na tukienda katika sifa nyingine ya 5, kuwasilisha mahali wazi na penye hadhira. Kwa hivyo huwa unawasilishwa hadharani. Naposema hadharani hapa, unaweza kuniuliza mbona kuna hizi sehemu maalum kama holi za kuchezea nyimbo bado pale ni hadharani? Kwa sababu utakuta kuna jukwaa, kuna yule ambaye anawasilisha ule ujumbe wake kupitia ushairi wa kusimulia, na kuna wale wanaosikiliza na wengine wanacheza. Kwa hivyo pale ni hadharani. Halafu ya 6, sifa ya 6. Sifa ya 6 ambayo tutaizungumzia ni kuandamana na vitendo kama ishara za mikono. Kwa hivyo hapa inarudia tu ile ile. Kwa hivyo hapa ishara hutumika. Kwa mfano, nyinyi vizazi vya leo, unakuta kwamba mtu anacheza, ananengua viungo, na tuona anatuma ishara, anatupa mikono, anatupa mateke, anapeleka mikono juu. Vile vyote huwa ushairi simulizi unaambatana na ishara ambazo huwa zinatumika. Halafu ya mwisho kabisa, huwepo kwa shughuli inayohusishwa. Kwa hivyo huandamana na shughuli maalum. Naweza nikasema kwamba huelekeza jamii katika
jambo maalum. Kwa hivyo vidokezo 7 ndio ni sifa ambazo zinapatikana katika ushairi simulizi. Kabla sijaendelea, ningependa kujua kama kuna swali lolote kuambatana na somo letu la leo katika kina hichi ambacho tunakizungumzia cha ushairi simulizi. Basi kama hakuna swali lolote, bila shaka mmenielewa na mimi ndio ni furaha yangu. Basi baada ya kutoka katika hii sehemu yetu ya sifa za ushairi simulizi, unajua hakuna jambo lisilokuwa na lengo, maudhui, madhumuni na kadhalika. Kwa mfano hapa nimekuambia kwamba haya mapigo au mahadhi yanavyoendelea pia vile vile huwa yanatoa maudhui, yanatoa malengo, yanatoa nia, yanatoa dhamira, yanatoa dhana ya yule mtunzi ambaye wakati huo huwa ndio anaendeleza shughuli zake za kukupatia huu shairi simulizi. Kwa hivyo wacha tuangalie malengo ya ushairi simulizi. Malengo ya ushairi simulizi. Jambo la kwanza katika malengo ya ushairi simulizi huambatana na ujumbe unaohusu jamii husika. Kwa hivyo hapa pengine hii jamii ambayo imejihusisha na ushairi simulizi labda inataka kuzungumzia kuhusu maelekezo fulani katika maadili ya ile jamii, basi utakuta ya kwamba ule wimbo ambao utakuwa umetungwa pale au yale mapigo ambayo yatakuwa yanaendelea pale yatakuwako yanaambatana sambamba, yatakuwa yanawiana na kuingiana na malengo ya jamii ile. Jambo lingine, kueneza na kukuza urembo wa usanii. Kwa hivyo hapa naweza kusema ni pambo la kisanii katika jamii. Mahususan katika kuendeleza utamaduni. Kwa hivyo ushairi simulizi unapolengwa huwa unataka kuendeleza utamaduni wa jamii fulani na pia vile vile ni kama pambo la kisanii. Ni pambo la kisanii kwa sababu gani? Pale utaingiza lugha ambayo itakuwa ina mvuto ili kuweza pia vile vile kuhakikisha kwamba ile lugha unayotumia katika ushairi wako wa simulizi uko na ladha yake, iko na utamu, isiwe tu ni ladha ambayo iko chapwa. Kwa hivyo ushairi simulizi pia vile vile ni pambo katika usanii. Wacha tuangalie lengo la 3, kutoa maoni kuhusu matukio fulani. Kwa hivyo ni kichocheo
kutoa maoni katika jambo fulani katika jamii. Kwa hivyo ninaposema ni kichocheo, ni chombo ambacho kinatumika kutoa maoni, kutoa mchango katika swala fulani ambalo linakusudiwa katika jamii fulani. Kwa hivyo hilo ni lengo la tatu ambalo huwa linahusishwa na ushairi simulizi. Wacha tuangalie lengo la 4. Kuongoa au kuburudisha. Kwa hivyo hapa lengo jingine, lengo la 4 ni hutumika kama njia mwafaka ya kuburudisha jamii. Najua burudani na maisha huwa ni vitu ambavyo haviachani. Unaweza kuwa pengine wewe uko na huzuni moyoni, unapotunga shairi lako pale na kuanza kuimba, basi huwa unajibubujishia pale ndani ya nafsi yako furaha fulani. Ama pengine kuna harusi, wewe unaalikwa, unaenda pale kupatiana burudani kama mchango wako katika ile hafla ambayo inaendelea pale. Halafu lengo la 5 na la mwisho, kuhifadhi historia ya jamii na thamani za kijamii. Kwa hivyo hutumika kama kasha la kuhifadhi historia ya jamii. Nimetumia neno kasha kama kifaa cha kuweza kudhibiti ama kufanya kile ambacho kinafanyika kwa wakati huo kisalie kuwa kumbukumbu kwa vizazi ambavyo vitakuja, ambapo huwa ndio ni kuweka historia ya ile jamii ambayo imehusishwa na ule mpango. Je, kuna swali hadi hapo? Mimi ni kuendelea tu kukupongeza kwamba kama hakuna swali lolote, bila shaka hii ni sehemu ambayo inakuingia barabara kabisa. Wacha tuingie katika sehemu yetu ya 3 ya mwisho katika mfululizo wa ushairi simulizi kama somo letu la leo. Na sehemu hii ni aina za tungo za ushairi simulizi. Kama nilivyokuambia kwamba katika ushairi simulizi huwa kuna mapigo, huwa kuna nyimbo zinahusishwa. Kwa hivyo wacha tuangalie baadhi ya aina ya tungo za ushairi simulizi. Aina ya tungo za ushairi simulizi. Kumradhi, simulizi
Kwa hivyo kutokana na hiyo anwani yangu hapo juu, kuna maanisha kwamba kuna aina mbalimbali ambazo zinahusishwa na tungo za ushairi simulizi. Kwa hivyo hizi tutaingia moja kwa moja ama moja baada ya nyingine. Kwanza kabisa kutegemea maudhui. Kwa hivyo aina hizi kwanza hutegemea maudhui. Tegemea maudhui yaliyokusudiwa. Kwa hivyo lazima kuwe kuna maudhui ambayo yamelengwa. Kwa hivyo maudhui haya huwa ndiyo yanaleta msisimko ama hisia ya yule mwenye kutunga lile shairi simulizi. Maudhui ya kwanza ni nyimbo za kazi. Kwa mfano, muko kazini. Mko kazini, halafu mnataka kuifanya ile kazi vizuri, mutaimba nyimbo kule. Nyimbo za kazi. Vitabu vingine vinasema hodia. Kwa hivyo pale ili ile kazi iweze kuendelea vizuri, basi pale kuna wimbo utaimbwa, halafu nyinyi kadri mnaendelea kucharaza ile kazi, huku pia mnaburudika. Kwa mfano, katika baadhi ya stesheni fulani hapa nchini kuna kipindi ambacho ni cha nyimbo na kazi ama kazi na nyimbo. Sasa anapigia mtu simu na kumuuliza, je, unafanya kazi gani? Halafu baadaye anamburudishia na nyimbo. Lakini hapa utakuta ya kwamba nyimbo kadri zinaendelea kuimbwa, watu wanaendelea kulima kwa mfano, ama kufanya kazi nyingine za uvuvi na kadhalika. Jambo lingine ni nyimbo za kidini. Nyimbo za kidini. Nyimbo za kidini kulingana na dhehebu. Kwa hivyo katika kwa mfano Ukristo, utakuta pale kuna nyimbo nyingi huwa zinaimbwa kadri ya maandalizi ama mfuatilio wa ile misa jinsi inavyoendelea. Kwa hivyo kama nilivyosema, hutegemea maudhui. Hapa maudhui yake pengine ndio hayo ya nyimbo katika masuala ya kidini. Halafu pia vile vile kuna nyimbo za taifa, ambazo hizi tunaweza kuziita nyimbo za kisiasa. Nyimbo za taifa kisiasa, kizalendo na kadhalika. Kwa hivyo kuna ushairi simulizi. Kwa mfano katika nyimbo ya taifa utakuta mtu asema ile nyimbo yetu ya taifa, Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Yule mtunzi alitumia ushairi simulizi ili kuweza kuleta uraia pamoja, kuleta utaifa pamoja na kadhalika. Halafu na kuna nyimbo nyingine ambazo ni za kuhusiana na naitwa nyimbo za nyiso. Takueleza nyimbo hizi za aina gani. Za nyiso. Aina hii ya nyimbo, hizi ni nyimbo zinazohusiana na sherehe za tohara. Kwa hivyo ni nyimbo zinazohusiana na tohara. Ni nyimbo
kumradhi, ni nyimbo ambazo zinahusisha utamaduni, nyimbo ambazo zinahusisha utamaduni wa tohara. Utakuta kwamba kuna baadhi ya jamii fulani ambazo huwa zina siku maalum, mwezi maalum, mwaka maalum wa kufanyia tohara, kupasha tohara wale vijana waingie katika hali ya utu uzima. Basi huwa kuna nyimbo zinaimbwa, na zile nyimbo huwa ndio zinaitwa nyiso. Hapa nimefafanua kwa sababu hizi sehemu nyingine kuanzia A mpaka cha zinajieleza hizo nyimbo zenyewe, lakini hapa nimeona nikufafanulie. Halafu na nyingine ni mbolezi. Hizi ni nyimbo ambazo zinahusishwa na masaibu au hali ya kufariji jamii iliyopatwa na mkasa wa kifo. Kwa hivyo hapo umeenda pale unampatia maombolezi kumfariji yule ambaye amepatikana na masaibu fulani. Kwa hivyo hizo ni nyimbo hizo. Alafu kuna tumbuizo pia vile vile, kuna bembelezi. Wacha niandike bembelezi. Hizi sana sana huimbiwa watoto aidha wanapolia ili wanyamaze, au walale. Kwa hivyo kuna hilo bembelezi ambayo huwa ni wimbo na nyimbo mahususani kwa watoto waweze kulala au kuweza kunyamaza. Kwa hivyo vitengo vitatu ambavyo nimevizungumzia leo. Kwanza kabisa, sifa za ushairi wa simulizi, ambapo tumeona sifa zake ziko hapo sifa 7. Halafu pia vile vile nikaingia katika malengo ya ushairi simulizi. Halafu sehemu ya 3, aina ya tungo za ushairi simulizi. Hizi ni sehemu ambazo zinahusishwa zote na ushairi simulizi kama somo. Kwa hivyo hadi hapo ndio tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo, ama somo letu la leo kuhusiana na ushairi simulizi. Hadi wakati mwingine tutakapokutana, ni mimi wenu Konzi Nzaka, mwalimu wa somo la Kiswahili. Kwaherini.